Kufuatia kuundwa kwa tume ya uchunguzi ya matukio yaliyofanyika tarehe 29 Oktoba 2025, tumezungumza na wachambuzi wa siasa Tanzania kuhusu tume iliyoundwa na Rais Samia. Wamesema kuwa kuna dalili finyu ya tume hiyo kukidhi matarajio ya wananchi. Mwanahalisi Digital kipekee amezungumza na mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Dr. Richard Mbunda, ambaye amesema tume hiyo imeundwa na wajumbe wenye sura ya kiserikali. Okay, nadhani kuna shida kidogo kwa sababu ya tume yenyewe inaenda kuchunguza nini. Sawa? Kuna mambo matatu. Ndio. Kuna mambo yanayohusu uchaguzi. Ndio. Kwamba uwanja wa ushindani haukuwa sawa na kadhalika. Kwa hiyo mambo technical yanayohusiana na ushindani wa kisiasa. Na kuna watu walikuwa wanahitaji mabadiliko yafanyike na kadhalika. Kwa hiyo ni mambo ambayo tume inatakiwa kuyazingatia kwa sababu ndio yaliyosababisha hiyo nani. Lakini kuna pili, kuna aspect ya group kwamba waandamanaji walileta vurugu, wakaribu mali na kadhalika. Na tatu ni kwamba vyombo vya dola vimeua watu kwa mamia au maelfu kutokana na jinsi taarifa zinavyotolewa. Sasa ukiangalia hili tatizo katika jicho hilo, obviously yani tume iliyoundwa ina ndani ya kiserikali mno, kwa sababu wale wote ni viongozi wa staafu, sawa kwa dola. Walikuwa sijui mabalozi, walikuwa majaji, walikuwa manani, sawa au mwingine alikuwa ni mkuu viongozi. Kwa hiyo ni tume ya kiserikali ambayo watu wanaona kwamba inaweza isitoe ripoti ambayo ina uwiano katika hayo mambo yote matatu, sawa na kimsingi mjadala inaendelea na wachambuzi tunadhani kwamba labda pengine ingekuwa busara kama labda unaweka mwenyekiti wa tume mtu ambaye sio Mtanzania, ni outsider, hata statesman kutoka sehemu yoyote. Na wapo akina Thabo Mbeki, sawa na kadhalika au unamweka hata yule madam wa Liberia yule madam Helen Johnson Sirleaf, sawa alafu unachanganya na watu wa ndani wengine wanaweza kawa labda hao waliokuwepo kwenye tume, lakini na watu ambao watu wanaona wana credibility pekee kama akina Jaji Warioba, kuna maaskofu kama huyu Askofu Bagonza na kadhalika, unaona kwa hiyo unaweka mchanganyiko ambao ungeleta imani kwa wananchi. Lakini hii orodha iliyotamkwa hapa unaona kabisa kwamba watu wanaanza kuipigia question mark nyingi na inaanza kuteteresha matumaini yenyewe kwamba tume itakuja kutoa ripoti ambayo ina natija kwa wananchi, kariba na kukubalika kwa watu wenyewe. Ndio. Kwa mfano watu wanadhani kwamba watu waliokuwa wa mahakama kwenye muhimili wa mahakama akiwemo Profesa Juma kwa mfano ni watu ambao wamechangia hilo mtafaruko vile vile, kwa sababu kuna kesi zilikuwa zimefunguliwa mahakamani huko zinazopinga labda viongozi wa umma kusimamia chaguzi na nini hao viongozi waandamizi wa umma kusimamia chaguzi na nini lakini wao wakatoka na decision ambayo ni kama ilizokuliwa. Kwa hiyo tayari wanaonekana wana mtazamo fulani soko kwamba wanasema mtu atakisha hapa, yaani kwa mfano mimi nikisha hapa tu kwamba bwana mimi labda pengine conflict of interest inaisha moja kwa moja, yani nikisha hapa namaliza conflict of interest. Wao wana wapi hiyo kwamba kiapo kinamaliza conflict of interest? Conflict of interest inaendelea tu kubaki pale pale. Ndio. Kwa hiyo ni nature ya watu walioteuliwa kwenye hiyo tume imeendelea kuzua maswali na mjadala mkubwa tu. Asante sana.